Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Mbunge wa jimbo la kaunti ya Siaya, Kenya, Scholastica Mado afunguka kuhusu nafasi ya wanawake. Kwa kweli huko kwetu Kenya, katiba yetu inapatia jinsia zote, mama, kijana, mwanamke, mwanamume, tuko na haki zetu sawa. Katiba haibagui. Lakini ukija mashinani, hasa huko kwetu Siaya, bado kuna tashwishi. Na leo katika Jifunze Kiswahili tutaelekea kisiwani Zanzibar, Tanzania kupata maana ya neno unyumba. Basi ambatana nami hadi mwisho. Ni Jumanne ya tarehe 21 ya mwezi Aprili mwaka 2026, siku ya ubunifu na uvumbuzi duniani. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kukuletea mada kwa kina, kwanza na muktasari wa habari ukiwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea. Asante Arnold. Hii leo katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, kunafanyika mdahalo wa wagombea wa nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, ambapo wagombea 4 wamejitokeza kuwania, 2 wanaume na 2 wanawake. Wagombea hao ni Michelle Bachelet kutoka nchini Chile, Rafael Gross kutoka nchini Argentina, Rebecca Grinspan kutoka Costa Rica na Macky Sall kutoka nchini Senegal. Wakati huo huo, rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Annalena Baerbock amesema mchakato wa kumchagua katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa ni hatua muhimu itakayoamua mwelekeo wa taasisi hiyo na mustakabali wa ushirikiano wa kimataifa. Akizungumza na waandishi wa habari katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani, kabla ya kuanza kwa mdahalo huo wa wazi, Baerbock ameeleza kuwa uchaguzi huo una umuhimu mkubwa duniani kote, akigusia maisha ya zaidi ya watu bilioni 8. Uamuzi huu si wa kiutawala tu, bali ni ujumbe kuhusu maadili na mwelekeo wa Umoja wa Mataifa katika kukabiliana na changamoto za dunia ya leo. Na takribani wahamiaji 8,000 wameripotiwa kufariki dunia au kutoweka duniani kote mwaka 2025 na kufanya jumla ya wahamiaji waliopoteza maisha tangu mwaka 2014 kufikia zaidi ya watu 82,000. Hii imebainishwa katika takwimu mpya zilizotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM. Takwimu hizo pia zinaonyesha athari kubwa kwa familia, ambapo takribani watu 340,000 wameathirika moja kwa moja, na IOM inaonya kuwa njia za uhamiaji si salama na zinazidi kuwa hatari. Mwisho wa muktasari wa habari. Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye katika kipengele cha Jifunze Kiswahili utamsikia mtaalamu wetu Daktari Mwanahija Ali Juma. Salia papo hapo tafadhali. Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Haki za kisheria kwa wanawake ni moja ya nguzo kuu ya kuhakikisha wanapata usawa na kuchukuliwa kwa hatua za kulinda haki zao. Hiyo ilikuwa kauli mbiu ya mkutano wa 70 wa kamisheni ya hali ya wanawake duniani CSW70 uliofanyika mwezi uliopita. Leo katika mada hii kwa kina, Flora Nducha wa idhaa hii anazungumza na mmoja walioshiriki mkutano huo, Mercedes Scholastica Mado. Huyu ni mbunge katika bunge la kaunti ya Siaya, akiwakilisha kata ya South East Alego
jimbo la magharibi mwa Kenya, ili kuangazia kile anachokifanya kwenye kaunti yake kuhakikisha wanawake wanapata haki zao. Ungana nao. Tukija sasa huko kwenye kaunti yako ya Siaya, wewe kama mbunge una wajibu mkubwa sana kwenye watu wako wa Siaya. Unafanya nini kuhakikisha wanawake wa Siaya wanapata haki zao za msingi na haki za kisheria? Asante sana. Huko kwetu Siaya, kwanza wacha nianzie kusema kwamba uongozi wa kina mama bado uko chini. Mimi ni mmoja wa kina mama 4 tu ambao tumechaguliwa katika bunge letu la Siaya. Ward yangu ambayo nimesimamia inaitwa South East Alego. Kwa kweli huko kwetu Kenya, katiba yetu inapatia jinsia zote, mama, kijana, mwanamke, mwanamume, tuko na haki zetu sawa. Katiba haibagui. Lakini ukija mashinani, hasa huko kwetu Siaya, bado kuna tashwishi. Kuna mila zetu za Wajaluo. Mila zinasema mama hana haki ya kurithi. Msichana hana haki ya kurithi mali ya babake. Mama hana haki ya kurithi mali ya mume wake, for example, kama mume amekufa. Kwa hivyo kama ameolewa, mahali ameolewa huko hana chake, manake hata haki yake hana wakati bwanake hayuko. Pengine bwana akifa, amebaki mama mjane, hana haki. Kwa sababu gani? Sababu ya mila zetu. Mila bado zimetenga kina mama. Kina mama wanaonekana tu, lakini hawajapewa nguvu. Kwa hivyo ijapokuwa kuna katiba ambayo inasema vizuri, kuna sheria ambayo inasema kina mama wako na haki sawa, huko kwetu Siaya bado ni jambo gumu na ni jambo sugu. Na mimi kama mbunge wa hilo eneo nimeshakuwa na vikao vingi ili kuelimisha, kuhamakisha kina mama, kuhamakisha kina wazee, hasa wazee ambao wameshikilia mila, hawataki kubadilika. Nimekuwa na vikao kwangu mara nyingi ya kuwaelimisha, kuambia kwamba hii ni katiba inasema hivyo, na kila wasichana, kina mama wana haki yao. Na hili unaona limeanza kuleta matunda yoyote, ama umeanza kuelewa na kuacha hizi mila za kuona kwamba mwanamke hastahili kuwa na umiliki wa kitu chochote? Kwa kaunti yangu yetu ya Siaya, nimekuwa mstari wa mbele kupigania haki za kina mama, hasa haki za wajane ambao ndio wao wanafinyika zaidi, kwa sababu ni wao wanaachwa na watoto wa mayatima, hawana empowerment, hawana kazi, tegemeo lao hasa ni kupitia mambo ya kulima, na hawezi kulima kama hawana hati ya hayo mashamba, hawayamiliki. Kwa hivyo nafurahi sana kwamba tumepiga hatua. Kama Siaya ndio kaunti ya kwanza katika Kenya, tumeweka tumeweka sheria ya kulinda wajane, inaitwa Siaya Widows Bill 2025. Sheria mwaka 2025 kulinda wajane, ambayo mimi ndio champion. Na katika hiyo sheria tumeweka mikakati ya kusaidia wajane. Kwanza kuna element ya kuelimisha. Itabidi tuende round tuelimishe, maanake ni itikadi zetu. Hauwezi kuamka siku moja ukabadilisha behavior ya watu. Na tunataka wajane bado waishi katika hizo boma zao. Maanake ukilazimisha, unaweza kulazimisha kisheria upande moja, lakini kifika implementation ishindikane. Kwa hivyo tunataka tupate nafasi kupitia kwa hiyo amri, hiyo sheria ambayo tumeiweka kuanzia mwezi wa 7 mwaka huu tutafanya implementation, utekelezaji wake. Waanze kufanya utekelezaji. Na kwanza itakuwa kuhamasisha watu, wazee, vijana, watoto, watu wajue his rights. Kwa sababu gani tunasema mama mjane awe na haki zake, na katika ujane tunaleta sasa haki za kina mama wote, hata wale ambao si wajane. So hiyo ni milestone ambayo ni Siaya kwanza imekuwa ni county ya Kenya ya kwanza peke yake ambayo imeshakuwa imeweka sheria kama hii. Na sasa katika masuala ya kisheria, wengi wanashindwa labda kwenda kushitaki kwa sababu wanakuwa hawana uwezo labda kulipia gharama za mahakama za kuendesha kesi, na
au kuweka wakili wa kuweza kuwasaidia. Sasa katika upande huu mnawasaidiaje? Asante sana. Maanake huo mjadala ambao nimefanya tukawa na sheria hiyo ili tupatie nafasi tukafanya kazi na vitengo tofauti including kitengo cha court, mahakama, kitengo cha mahakama, na tumekuwa na nafasi mimi pamoja na wenzangu tukashirikiana na mahakama ya Siaya, tukasema tupeleke mahakama kwa watu, kwa grassroots, mashinani. Tumekuwa tunafanya vitu vinaitwa legal aid mashinani, msaada wa kisheria. Na katika hiyo partnership, hayo ushirikiano na mahakama wametuwekea mawakili ambao wamekubali, wamejitolea kutoa services zao bure, pro bono, inaitwa pro bono services. Tumeanza ni hatua na nina hakika huko mbele tunapoanza kuimplement itakuwa rahisi sana. Maanake tena imekuwa agenda ambayo watu wengi politicians wanasiasa wengi wame embrace, wameikubali na sayari inaanza kuenea katika maeneo mengine katika Siaya. Serikali ya Kenya ifanye nini kuhakikisha haya malengo ambayo Umoja wa Mataifa unayoyataka, kuhakikisha kila mwanamke anakuwa na haki ya kisheria, lakini vile vile haki za msingi? Nini kama serikali ya Kenya mkishirikiana na nyie wabunge wa kaunti mkifanya hili, ndoto ya mwanamke itatimia? Nini kifanyike? Wazungu sema where there's a will there's a way. Mahali ambapo kuna nia pana njia. Na nia hiyo, mimi kama mwakilishi wa mbunge wa Siaya nimeona kuna nia ya serikali. Kenya pia tuko na Attorney General, mara ya kwanza ni mama. Chief Justice mara ya kwanza ni mama. Najua na nina uhakika kwamba kina mama mabadiliko yanakuja. Lazima tuwe na imani, wanawake wa Kenya, wanawake wa Siaya, kwamba si bure tu kwamba Mungu ametupatia nafasi hii kwamba sisi ndio tumeshikilia viti vikubwa kama kina mama, vitu vikubwa vya sheria katika Kenya. Na tunajivunia kama Wakenya, kama wamama wa Kenya. Tutoke, tusiwe na uoga, maanake huku juu tuko na protection. Na hata rais wetu amekuwa akiongea kila mara, akasema what a man can do a woman can do even better. Kwa hiyo kile ambacho mwanamume anaweza kufanya, mwanamke anaweza kufanya kwa ubora zaidi. Na hiyo ndio message yangu ya kuwapatia kina mama motisha. Tusinyanyaswe na tunyamaze. Kuna issues mingi za tunaisha gender based violence, ukatili wa kijinsia ambayo inafanyikia kina mama katika sekta zote. Mama akienda kwa biashara anadhulumiwa. Wanafanya biashara ndogo za kuuza kidogo mahali akiwa hapo, kwa sababu jinsia yake anaonekana ni mdhaifu. Mwanamume mwanamume ambaye ni jinsia yake ni ya nguvu anamdhulumu. Na mara nyingi hata waume wenyewe hajui ni dhulma. Kina mama wenyewe saa hiyo, maana wamezoea, wamekuwa na uzoefu, hawajui kama huo ni dhulma. Saa nyingine tunatumiwa kama si nguvu. Gender based violence inatumika kwa sababu ya culture, tamaduni zetu. Na kwa vile tumezizoea tunasema hivi ndio tunafanya, lakini ukiangalia kwa makini wakati huu sasa imekuwa ni gender based violence. Asante sana na kushukuru sana. Asante sana kwa nafasi hii. Shukrani sana Scholastica na Flora Nducha kwa mahojiano hayo, na kwa hakika penye nia pana njia. Sasa umewadia wasaa wa kujifunza lugha ya Kiswahili, na hii leo mtaalamu wetu Daktari Mwanahida Ali Juma, katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili Zanzibar nchini Tanzania, BAKIZA, anafafanua maana na matumizi ya neno unyumba. Unyumba ni hali ambayo inatazamiwa kuwa mtu, mwanamke na mwanamume kuishi kwao pamoja, tunaita unyumba. Ni ile hali ambayo inatokea panapokuwa pana ndoa baina ya watu wawili. Na ukisikia watu wanaishi kinyumba,
yaani wanaishi kama mke na mume. Ikiwa wanaishi kinyumba, ina maana hao hawajaoana. Lakini unyumba ni hali ya kuishi mke na mume kwa pamoja, na hii huwa mke na mume waliooana kindoa. Shukrani sana Daktari Mwanahija Ali Juma kwa ufafanuzi huo. Basi nami kufikia hapa na kunja jamvi leo, lakini tukutane tena Alhamis kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha redio ni kila siku. Kwa hivyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X jina ni hilo hilo Habari za UN. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.